Haleluya. Tumeleta habari za Yesu Kristo ambaye kuzaliwa kwake kulikuwa ni kwa maajabu, na kufa kwake ni kwa maajabu, na kuondoka kwake duniani ni kwa maajabu. Ajabu zake hazifananishwi na mtu mwingine yoyote. Jinsi alivyozaliwa na jinsi alivyoondoka, na huyo akaliacha jina. Hilo jina, kwa jina lake watu wanafunguliwa, kwa jina lake viwete wanainuka, kwa jina lake una uwezo wa kufanikiwa pasipo ziada nyingine yoyote. Una uwezo wa kupona, una uwezo wa kuinuliwa, una uwezo wa kupata nafasi na kibali. Haleluya. Ndiye tulileta habari zake. Hatujaleta habari za vitu vya kuuza hapa. Hatujaleta habari za vitu vya kununua hapa. Hatujaleta habari za vitu vya bandia hapa. Hatujaleta habari za utofauti wa madini, ya kwamba mimi najua kuhubiri hivi, najua kuhubiri vile. Nataka nikwambie hivi, neno la kuhubiriwa ni moja tu, ni Yesu Kristo, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Ndio wanaostahili kuhubiriwa. Sio kuhubiri habari za mafuta, sio kuhubiri habari za leso, sio kuhubiri habari za sabuni, sio kuhubiri habari za vitu vya kuuza. Kwa jina la Yesu mtaona watu wanainuka hapa. Kwa jina la Yesu watu wataona hapa. Hautaona kitu kikiuzwa cha kumponya mtu. Watu watafunguliwa kwa jina la Yesu. Watu watainuliwa kwa jina la Yesu. Ni jina pekee la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Jina la Yesu. Utaona watu wanainuka hapa. Jina la Yesu watu watapokea miujiza yao hapa. Viwanja hivi Bwana amekuja kukufungulia milango iliyofungwa, kukufungulia njia zilizofungwa, kukuondolea giza la kufunika, kukuondolea waganga wanakuzunguka, kukuondolea giza linalokuchanganya na ulimwengu. Bwana amenituma ili nilete njema, sio habari za vitu vya dunia. Dunia inapoteza, dunia inawayawaya, imekaa kumeza mwanadamu ili ukitumbukia apate kumiliki na kutawala maisha yako. Nimeleta neno la Bwana. Yuko Yesu aweza kukuweka huru hata pasipo mganga. Waganga ni vifungo. Nataka nikwambie hivi, waganga watakupotea mpaka na watoto wako na kizazi chako. Mshikilie Yesu peke yake, anaweza kukuvusha mahali ulipokwama. Haleluya. Haleluya. Yesu Kristo ana uwezo wa kukuponya magonjwa ya gharama kubwa bure. Ana uwezo wa kukuinua ulipolala bure. Ana uwezo wa kukuvusha mahali bure. Haleluya. Nataka nikufunulie neno la Bwana kutoka katika kitabu cha Isaya. Tasoma vitabu viwili ili tupate kuhubiri neno la Bwana. Tufike maeneo tupate kuomba, uone watu wanavyofunguliwa hapa. Haleluya. Haleluya. Bwana amenitia mafuta ili nikuletee habari njema. Uone hiyo shida ulio nayo unafunguliwa bila gharama. Gharama ni wewe kumwamini Yesu. Gharama ni wewe kumwamini. Usiamini waganga, usiamini vitu ulivyovikuta. Mwamini Yesu tu, atakuvusha mahali ulipokwama. Haleluya. Haleluya. Kitabu cha Isaya 55. Isaya 55 mstari ule wa kwanza mpaka ule wa 3. Anasema hivi: haya, kila aonaye kiu
njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni. Njoni nunueni divai na maziwa bila fedha, bila thamani. Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Nisikilizeni kwa bidii, mule kilicho chema na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Haleluya! Hilo ni neno la Bwana. Sikia na kusomea kitabu cha Matendo ya Mitume 3 mstari ule wa 2 mpaka ule nitakapoishia, ili nikufafanulie neno la Bwana, uone Mungu anavyofungua watu hapa. Haleluya! Haleluya! Neno la Bwana nasema, Matendo ya Mitume 3 mstari ule wa 2 na kuendelea. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumboni kwa mama yake. Sikia, watu waliopona bila dawa, waliopona bila fedha, alichukuliwa na watu ambaye walimweka kila siku katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aombe sadaka kwa watu waingiao ndani ya hekalu. Mtu huyo akiwaona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliomba apewe sadaka, na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana, akasema, tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata fedha, kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, inuka. Akamshika mkono wa kuume, akamwinua, mara nyayo zake na vifungo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja, akaenda akarukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamwona, wakaenda wakimsifu Mungu. Haleluya! Haleluya! Nataka nikwambie uone ya kwamba kuna watu, Yesu Kristo ni wa ajabu. Huyu mtumishi wa Mungu aliyekuwa akisubiria sadaka, alikuwa ameshindwa kwenda hospitali akafanyiwa operation miguu yake. Kwa hiyo Yesu Kristo aliamua, wakina Petro na Yohana walizihirisha jina la Yesu, ya kwamba jina lina uwezo wa kumwinua mtu ambaye hata kwa gharama za mamilioni hospitalini bila dawa hana uwezo wa kuinuka. Biblia inasema wakina Petro walipofika eneo, wakakuta yule mtumishi amekaa marangoni akisubiri sadaka. Alipokuwa akisubiri sadaka, Biblia inasema wakina Petro wakamuona, akawatazama, akawakazia macho, akitarajia apewe sadaka. Lakini mtumishi wa Mungu, Biblia inasema wakasema, sisi tutazame sisi. Alipowatazama, akatarajia kupata fedha kutoka mikononi mwao. Wakasema, sisi hatuna fedha, ila tulicho nacho ndicho tukupacho. Akatarajia kwamba kama sio fedha basi kuna kitu kingine. Moyoni akaanza kufunguka, akafikiri ni fedha au ni ya namna nyingine wanayotaka kumpa. Nataka nikwambie hivi, na sisi tumekuletea hapa. Wengine wanataja magari, wengine nyumba. Tunalitaja jina la Yesu. Tumeleta jina la Yesu, hatujaleta fedha wala magari wala nyumba. Jina la Yesu litakuponya, jina la Yesu litakuinua, jina la Yesu litakutoa kwenye dhambi, jina la Yesu litakutoa kwenye mtego ulio nao, jina la Yesu litakuokoa na hiyo shida ulio nayo. Ndilo jina tuliolileta leo, ni jina la Yesu. Haleluya! Haleluya!
magonjwa ulio nayo, lipo jina la Yesu. Acha kujichanganya na waganga. Shida ulio nayo, liko jina. Ukilitaja jina la Yesu, watoto wako watafaulu. Ukilitaja jina la Yesu, biashara zako zitastawi. Ukilitaja jina la Yesu, huduma yako inainuka. Ukilitaja jina la Yesu, viwango vya hiyo kazi yako vinaongezeka. Haleluya! Yuko Yesu Kristo alipo inuka katarajia kupata fedha. Alipokuwa kitarajia fedha, wakamwambia hatujaleta fedha hapa. Tulicholeta ni jina la Yesu Kristo, yule aliyesulubiwa akafa kafufuka. Ndiye tuliyeleta jina lake. Nataka nikwambie mama, wakubadilisha maisha yako ni Yesu. Wakubadilisha kazi yako kitaka iwe juu ni Yesu. Wakubadilisha viwango vya imani yako. Watu wengine wanatafuta mpaka dawa kwa waganga ambao ni wa kitambo waliowakuta duniani. Nataka nikwambie hivi, Yesu Kristo akiingia ndani yako, anabadilisha kila mazingira. Anabadilisha. Alipoingia kwa yule mama, alipoanza kukimbia kuingia hekaluni, Biblia inasema huyo mtu mmoja akaanza kukimbia kuingia hekaluni. Walikuwa na kila haleluya, walikuwa wanamfahamu kila siku kwamba huyo omba leo nini, mbona ameinuka miguu yake. Wakaanza kuogopa kukimbia. Biblia inasema wakaingiwa na mshangao mkubwa. Ukimwamini Yesu Kristo, watu wataingiwa na mshangao mkubwa. Ukimwamini Yesu na ndoa yako, watu wataingiwa na mshangao mkubwa. Watamsifu Yesu wako. Haleluya, haleluya. Nataka nikwambie hivi, akitarajia kupata fedha ambazo huko Biblia inasema njoni mnunue bila fedha, njoni mfunguliwe bila fedha, njoni mpate neema bila fedha. Haleluya, ndilo jina la Yesu. Hapa tungeleta kwamba leo tunagawa fedha, watu wangejaa sana hapa, lakini tumemleta Yesu Kristo. Yesu Kristo kuwafungua waliofungwa na nguvu za giza. Miji imefungwa na waganga, miji imefungwa na ushirikina, biashara zimefungwa na uganga, kazi zimefungwa na ushirikina mwingi, watoto hawafaulu, na hata wakifanikiwa kusoma hawana kazi. Haleluya. Nini vifungo? Usikubaliane na vifungo. Usikubaliane na vifungo. Ni mwaka wa kuvuka. Ni mwaka wa kuvuka. Nataka nikwambie hivi, usikubaliane kufungamanishwa na kitu chochote ulichokikuta duniani. Acha kushabikia waganga, acha kushabikia vitu vya ulimwengu, acha kushabikia. Watu wengi wamefia kwa waganga. Haleluya. Watu wengi wamefia kwa waganga, wamefia kwenye vitu vya kawaida. Acha kuwa mtu wa kawaida. Nataka nikwambie hivi, Yesu akiingia kwako, wengi watasema haueleweki. Yesu akiingia kwako, usitake kueleweka. Mama, usitake kueleweka. Dada, usitake kueleweka. Ukimkamata Yesu, hawezi kueleweka. Hata Paulo hakueleweka, kwa sababu aliinua bendera ya Yesu. Na Yesu akiingia kwako, hajalishi wewe ni namna gani. Wewe hata kama ulikuwa ni mtenda dhambi, Yesu akiingia kwako, anaanza kukutengeneza. Alimtengeneza Paulo aliyekuwa muuaji. Wewe useme ni nani? Yesu ana uwezo wa kukutengeneza, ana uwezo wa kukubadilisha. Anakutengenezea njia pasipo na njia. Anakuinua watu wanapokudharau. Usitake ueleweke. Wakati Yesu ameingia kwako, Yesu njia zake anasema hazichunguziki. Ukiwa na Yesu hauwezi kuchunguzwa. Nataka nikwambie mama, hauwezi kuchunguzwa. Ukiwa na Yesu kaka, hauwezi kuchunguzika. Wakikutegea mtego unavuka. Maswali yanajaa. Wakikutegea mtego wanashangaa unavuka. Maana unaye Yesu. Ukiwa na Yesu Kristo, usitake kumpendeza mwanadamu, mpendeze Yesu peke yake. Mpendeze Yesu mama.
Acha kupendeza wanadamu, mpendeza Yesu peke yake. Huyu kimpendeza Yesu, atakuinua na kukutambulisha, atakuinulia watoto wako watafaulu. Usitake kuchanganya elimu ya watoto wako, unahangaika na ada huku unahangaika na waganga. Kuna faida gani? Mtu amesoma miaka mingi na ana vyeti vya miaka kama 14, bado anachanganya na mganga, bado anachanganya na mganga. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie hivi, Yesu akiingia kwako mama, wakisema ni mchawi, wewe sio mchawi, ni zaidi ya wachawi. Wakisema ni mganga mkali sana, yeye ni zaidi ya waganga unaowaona. Haleluya, haleluya. Yeye ni zaidi ya waganga unaowaona. Yeye akiingia kwako, watasema wewe ni mchawi. Ana waganga wengi sana. Huyu mama fulani hatumuelewi. Usitake kueleweka na watu, eleweka na Yesu. Usitake kueleweka na watu, eleweka na Yesu. Kaka, acha kueleweka na watu, eleweka na Yesu. Mama, acha kueleweka na watu. Mama fulani akikutega kwa ajili ya Yesu, sema nimemuona Bwana. Ukikutega ukisema hatumuelewi, wacha tumutenge, kwa sababu anaye Yesu. Sema nimemuona Bwana, anasema nitakuepusha na vitu vya hatari. Watu wengine wakiondoka ni hatari kwako. Wewe mpe Yesu makofi, mwambie Bwana unaweza, unaweza, unaweza. Anakuondolea watu wengine bila gharama, anakuondolea watu wengine bila fujo. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu akiingia kwako, yule aliyefikiri wewe ni mteja wako, yule mganga wa kienyeji, akisikia umeokoka, anafuta namba yako yeye mwenyewe ya simu. Haleluya. Huyo hujatumia gharama ya kumfukuza, yeye mwenyewe. Yesu kazi yake anafanya operation. Akampeleka huyu mama, huyu mtu, Biblia inasema mtu mmoja akafanyiwa operation marangoni, wakiwa kina Petro na Yohana wanaingia. Operation ya kumkazia macho, wakamkazia macho, akafanyiwa operation, dakika moja akainuka. Haleluya. Huyo Yesu, hata kama una ugonjwa tumboni mwako, una uvimbe, leo nakwambia, natangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu. Hebu inue mkono wako namna hii, inue mkono wako namna hii, sema Yesu, 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 Yesu. Sema yes, 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 yes. Haleluya, haleluya. Yesu lazima atawale anga hili leo hii na milele yote. Nimehamia Ishikamba, lazima ifunguliwe, lazima ifunguliwe, lazima ifunguliwe. Siwezi nikakaa mahali ambapo tunaona vitu vya ajabu. Sema lazima ufunguliwe, lazima ufunguliwe, lazima ufunguliwe. Kwa jina, kwa jina, kwa jina. Mapepo yaondoke kwa jina, waganga waondoke kwa jina, uchawi waondoke kwa jina, chuma uleta waondoke kwa jina, mitego iondoke kwa jina, uchawi uondoke kwa jina. Yes! Hallelujah, hallelujah. Simama nisogere mahali hapa. Simama mahali ulipo, kaa mbele hapa. Njia za Bwana hazichunguziki. Wanaotaka kuchunguza biashara yako, ukiwa na Bwana haitachunguzika. Wanaotaka kuchunguza watoto wako, ukiwa na Bwana hawatachunguzika. Kwa jina la Yesu hawezi kukuona. Nataka nikwambie hivi, wewe unayekaa usiondoke mama. Unaweza kawa unaondoka, lakini kuna vita bado kwenye maisha yako. Hiyo vita leo tunataka kutangaza ushindi wa hiyo vita. Tunataka kutangaza ushindi wa hiyo vita. Tunamleta Yesu. Uone watu wakifunguliwa, uone watu wakitoka. Usikae kimazoea kwamba mbona
mimi nasikiaga neno unalolifahamu ndilo unalolifahamu. Tumeleta Yesu aliye hai. Kama neno unalifahamu, Bwana bado napita kwenye mapito. Tumekuletea neno la kukufisha mahali ulipofama. Haleluya. Hatujaleta dini, tumeleta neno la Bwana la kumfungua mtu alipofungwa. Vifungo vilivyofunga wengi, saa ya kuondolewa vifungo vyako. Usiogope. Mbona umesikia watumishi wengi? Sikia. Na wewe ukiwa ndani ya Kristo, hautachunguzwa maisha yako. Hata ukitegewa mitego utavuka tu. Wewe unakaa huko mbali. Sikia neno la Bwana. Kuna wakati wa Mungu kukutafuta na wakati wa kumtafuta Mungu. Gharama zinatofautiana tu. Wakati kiti cha rehema na neema kimeweka bure, nitaenda kukalia tu. Lakini kuna wakati wa kutafuta kiti cha rehema na neema, kukipata ni gharama. Nataka nikwambie hivi. Biblia inasema njia za Bwana hazichunguziki. Haleluya. Hazichunguziki. Na kaa ndani yangu, anasema, nami ninakaa ndani yake. Kwa hiyo unapotembea unakuwa kama Mungu maadamu umemwamini. Haleluya. Haleluya. Inua mikono yako, nataka kuombe. Nataka nikuombe. Nataka nikuombe. Nataka nikuombe. Inua mikono yako, funika macho yako, nikuombe. Mungu uliye hai, ni siku ya kwanza ambayo umeachilia neema Baba kwenye mji huu wa Shigamba Pipeline. Mungu uliye hai, ni siku ya kwanza. Mungu uliye mtakatifu, tazama mama huyo. Tazama watoto hawa Mungu. Tazama vijana wa kiume Mungu. Baba, ni wewe uliye, lakini tazama maisha yao. Iko vita hawezi. Iko vita katika malango hawezi. Iko vita katika nyumba zao hawezi. Iko vita katika huduma hawezi. Iko vita katika elimu zao hawezi. Iko vita katika ndoa zao hawezi. Iko vita katika safari zao hawezi pasipo wewe. Na wewe umeahidi, unasema pasipo mimi hamuwezi. Ni kweli, pasipo wewe hatuwezi. Mungu, tazama mama yule. Tazama baba yule. Yesu, shida na tabu anazopitia. Yesu, vita na mwisho anayotegewa. Vita ni vikali katika safari yake. Pasipo wewe Mungu hawezi. Mji huwe Baba, naomba na kuachilia uwezo wako Mungu juu ya kila mmoja. Uwezo wako kwa kila mmoja Mungu aliyeketi mahali hapa. Tazama mama, tazama baba yule, tazama vijana na mabinti. Yesu, iko roho inayosumbua maisha yake. Nami natamka kwa jina la Yesu, kila vifungo toka, waachie watu hawa kwa jina la Yesu Kristo. Mungu aliye hai, tazama wakina mama, wakina baba wamekinulia mikono yao juu. Baba, tazama mama huyu, baba huyu, kaka huyu, vifungo vilivyofunga maisha yake. Na iachilia damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Vifungo kwenye maisha yake toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Kila ufalme na nguvu za giza, waachie wa mama, waachie vijana kwenye matumbo yao, kwenye mili yao, kwenye vifua vyao. Nguvu za giza toka huko kichwani, kichwa kuuma, naondoa kama wingu. Toka, toka, na yeyusha katika ulimwengu wa roho. Vita kwenye maisha yako toka, toka, toka kwa jina la Yesu. Tulia hivyo kanikwambia. Mungu uliye hai, ninaita damu ya Yesu
kwa kila mmoja. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Toyo mama, hiyo mitego aliyotegewa, naita damu ya Yesu, damu ya Yesu kwenye tumbo lake. Roho ya mauti, roho ya mauti, nguvu za giza katika ulimwengu, toka kwenye mwili wake, toka kwenye ile tumbo, toka kwenye ile miguu, toka kwenye ile kichwa, toka katika ulimwengu kwa jina la Yesu. Vifungo kwenye ndoa, vifungo kwenye kazi, vifungo ofisini, vifungo kwenye afya, toka, 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 toka. Natangaza kufunguliwa kwako katika jina la Yesu. Kwenye ile tumbo, toka. Huo uvimbe, toka. Huo uvimbe, toka. Hicho kibali kilichofungwa, na achilia damu ya Yesu. Toka kizuizi, toka kizuizi, toka nguvu za giza kwa jina la Yesu. Tulia hivyo hivyo. Nataka niombe. Wewe shusha kwanza mikono yako, sikia. Nataka nikwambie. Inua macho yako, funika tu. Mungu uliye hai, wako watu wako kwenye mashindano na vita vikali, pasipo wewe hawawezi. Nami nasimama kama mtumwa wako uliyenituma Baba, kwa ajili ya kufungua mabinti, vijana, wa kike, wa kiume, muji, vitu vyao vyote. Mungu, kila atakayefunguliwa Baba, afunguliwe yeye na kizazi chake na vitu vyake vyote. Maana kwa watu wamefungiwa vibali Mungu, wamefungiwa na hatua zao, hata hawasongi mbele. Baba, katika jina la Yesu, na kuomba Mungu ingilia kati. Baba, katika jina la Yesu. Yuko mtu mmoja, funika macho yako hivyo hivyo. Yuko mtu mmoja, yuko hapa, anaona anachunguzwa kwa sababu wamemweka Yesu pembeni. Nataka ingie ndani yako, anza kutembea naye. Baba, katika jina la Yesu. Yuko kijana anahitaji nguvu zako, anahitaji kutembea na wewe, anahitaji awe na utisho wako, anahitaji awe na uwezo wa viwango vya kimbingu. Mungu, ninaomba ingia kwake. Unaisema nataka hizo nguvu za Mungu, nataka kumjua Yesu aniongoze. Inua mkono wako nikuombe. Inua mkono wako, wewe unataka kutembea na Yesu. Unaona kuchunguzwa ni kwingi, mambo yanakushinda pasipo Mungu. Funika macho yako, inua hivyo vya mkono. Nataka nikuombe. Inua mkono wewe mama, inua mkono dada, unasema mimi haya maisha haya hapana, na chunguzo. Hebu wewe funika macho yako, huinui wewe usiinue, inua wewe unayeinua. Usidanganyike. Anasema hivi, yamkini watachukuliwa na watu hata wasiomjua Mungu. Watakwambia usitaka kumjua Mungu. Wewe utaki kuinua mikono, usimshawishi mwenzako. Unainua mikono ya nini? Usiwe agent hapa. Inua mikono tu, nataka nikuombe. Inua mikono, nataka nikuombe. Na nitaachilia mkono, moto uanze kutembea na wewe kuanzia leo. Inua mikono yako juu sana, nataka nikuombe kaka. Inua mikono yako, nataka nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, naita nguvu za Mungu kutoka kwako kwa ajili ya mama huyu anayekupa maisha leo, kijana huyu anayekupa maisha leo, baba huyu anayekupa maisha leo. Endelea kuinua, nataka niachilie upako, malaika washuke wakukaa mkono maisha yako yote. Inua mikono juu, inua sana juu. Hao usimwogope mtu. Ningekuwa naogopa nisingekuhubiria leo. Hao usiogope. Wana mpango wa kukumeza, wana mpango wa kuua ndoa, wana mpango wa kuua familia yako, wana mpango wa kukuharibia safari yako. Hao usiogope. Wewe ni shujaa. Nataka kumwona shujaa mmoja anayesonga hapa mbele. Nataka kumwona shujaa mmoja. Wewe unayesimama mbele ni shujaa. Wewe ni shujaa wa Yesu. Tangaza vita Mungu, achilie silaha. Tangaza vita Mungu, achilie silaha kwa watoto wako, achilie silaha kwa mume wako, achilie silaha kwa wazazi wako. Ukisimama wewe, Biblia inasema kwa wewe ndugu zako hawatapigwa. Inua mikono. Sema Bwana Yesu. Uliinua mikono, sema Bwana Yesu. Hata kama uko mbali, mambo songa mbele. Sogea mbele mama. Hapa. Sogea mbele, usiogope.
Hao unaoogopa mama ndio wanaokucheka ndoa yako inaposua, ndio wanaokucheka watoto wako wanapofeli shule. Inua mikono yako dada yangu. Dada yangu uliye mzuri mbele ya Mungu. Mungu akutumie, umtumikie Yesu. Inua mikono, sema Bwana Yesu, niko mbele zako jioni ya leo. Ninakuomba Yesu, naomba rehema zako. Naomba rehema zako. Naomba unirehemu. Naomba unitakase. Makosa yangu yote yaliyofungua milango ya kuachilia adhabu kwenye maisha yangu, futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Nisaidie tangu leo, adui asinishinde. Andika jina langu katika kitabu cha uzima wa milele. Nishike mkono tangu leo, damu yako inikamate, mkono wako unikamate. Mimi na uzao wangu, mimi na ndugu zangu wote, natangaza ushindi. Nishike mkono Yesu, niwe mshindi maisha yangu yote. Damu yako ya agano inisafishe nilipokuwa nimechafuka, tangu leo na milele yote. Tulia hivyo. Watumishi wa Mungu, naomba tuwasaidie. Tulia hivyo. Ukiwa umeinua mikono niombe. Nikiwa naendelea kuomba, watumishi wa Mungu endelea kupitisha. Endelea kuwashika, kuwagusa watu. Baba, katika jina la Yesu, napenda kuita nguvu za Mungu kwa ajili ya kuwahudumia. Baba, katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, fungua milango, fungua njia zao, fungua vifungo vyao kwa jina la Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye haya matumbo, kwenye hiyo miguu, kwenye hiyo vibali, kwenye hizo afya, kwa watoto wao kwa jina la Yesu, kwa wazazi wao, kwenye afya zao. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Naita damu, 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 naita damu. Damu ya Yesu iwe fungue, funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Funguka, funguka kwa jina la Yesu. Toka, nguvu za giza, toka, nguvu za giza, toka, 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 toka kwenye tumbo, toka kwenye la tumbo, toka kwenye cha kifua, kwenye cha kichwa, toka, toka, toka. Hata walioko mbali, lakini ndugu zao wamepita hapa mbele, wazi wao hata nyumbani, kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, toka, toka, toka. Nguvu za giza, toka, toka, toka. Achia, 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 achia. Nimekuona wakamata wa nguvu za giza, wakamata, 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 wakamata. Nguvu za giza, toka, 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 toka. Wakamata, 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 wakamata katika jina la Yesu. Wakamata, wakamata ufalme wa nguvu za giza, wakamata, 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 wakamata kwa jina la Yesu. Ufalme wa nguvu za kuzimu, haya kwenye tumbo, kwenye tumbo, maagano ya kwa jina la Yesu. Funguka, funguka, maagano yote toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, haya nguvu za giza natangaza kufunguka sasa, sasa. Haya toka, toka kwenye tumbo lake. Ugonjwa toka, natangaza uzima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Toka, 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 toka kwa jina la Yesu. Funguka.